ambao mmeshirikiana kufikia hatua hii, sababu mngeweza kupokea mkakaa nayo ndani tu ya kwenu, lakini nimeona mje mtoe taarifa na mkabidhi heshima rasmi kwa mkoa huu wa Mbeya. Mimi kwa niaba ya ofisi hii na wananchi wa mkoa wa Mbeya tunakupongezeni sana. Kwanza kwa mambo matatu. Moja, kwa kuendelea kutangaza utalii wa nyanda za juu kusini kwa kuandaa safari mbalimbali ambazo zimepelekea nyinyi kuonekana mnafaa kupewa heshima hii. Lakini pili, kwa kufanya hivyo pia mnaendelea kututangaza, kutufungulia fursa za ajira, biashara mbalimbali katika kuendeleza dhana aliyoanzisha Mheshimiwa Rais ya kukuza utalii na hasa alipotengeneza filamu yake ya Royal Tour. Tunaamini imetufungulia milango mingi na nyinyi mnaitumia vizuri kutimiza malengo tarajiwa. Lakini la tatu, umesema umeshirikiana na wadau mbalimbali. Sisi tutumie fursa hii kuwashukuru na kuwatia moyo waendelee kushika mikono taasisi nyingine na kampuni nyingine kwa ajili ya kuendelea kukuza utalii kwa faida yetu kama kampuni, lakini pia na faida ya ujumla ya kijamii, hususan kwenye kuchangia kapu la taifa kwa maana ya kodi. Na la mwisho ni kuweke wazi tu, milango yetu ipo wazi kama mkoa. Tutaendelea kushirikiana na wewe pamoja na wadau wengine wenye idea hizo au wenye mipango hiyo. Ofisi yetu iko wazi na tuko tayari kutoa ushirikiano wa aina yoyote kuhakikisha tunakuza vipaji, tunakuza nia njema, tunakuza mipango mizuri kuelekea kukuza utalii nyanda za juu kusini pamoja na magharibi. Kwa jina naitwa Gabriel Shawa, ni mkurugenzi wa UPL Safaris and Tours, ambapo kampuni ya utalii tunajishughulisha na utalii wa nyanda za juu kusini, japokuwa tunafanya nchi nzima utalii huu, lakini hususan sana tumefocus nyanda za juu kusini kuanzia Mikumi, Udzungwa, Ruaha, Katavi, Kitulo na Mpanga Kipengere na maeneo mengine ambayo yanazunguka vivutio vingi vilivyopo huku hadi kwenda pembezoni mwa nchi ya Tanzania upande huu wa kusini. So tuzo hii kwa kuipata, kwanza imetupa heshima kubwa sana kampuni ya utalii ya UPL Safaris na watendaji wake, na pia imetupa dhamana kuendelea kutangaza utalii wa nyanda za juu kusini katika kuhifadhi wanyamapori, vivutio vya asili vilivyopo huku nyanda za juu kusini, kuvitangaza na dunia iweze kuvifahamu. Kwa hiyo tumefanya kazi kubwa sana upande huu wote wa kusini mpaka magharibi mwa Tanzania kama Gombe na Mahale. Pia hii yote kuonesha utalii wa nyanda za juu kusini una asili yake, una utofauti wake na maeneo mengine zaidi yaliyopo upande huu. Kwa hiyo tunachokiangalia sana kwa tuzo hii sasa, imetupa fursa kwa sisi kama kampuni ya UPL Safaris kuweza kuvitangaza vivutio vyote vilivyopo huku kusini, ili na wadau wengine tunaoshirikiana nao pia na wao waweze kuamka zaidi na kufanya kazi kwa ubora katika kuhifadhi, ili pia ilete chachu katika taifa hili na waone kabisa kumbe kusini kuna jambo ambalo ni kubwa zaidi ambalo linaweza likaleta watalii wengi, ambapo tunaweza tukafikia hii idadi ambayo sasa tumepewa takribani watalii milioni 8 tuweze kufikisha kwa mwaka huu. Kwa hiyo sisi nasu hatutakuwa nyuma sana, tutakuwa karibu kuweza kuhakikisha kumsaidia Mheshimiwa Rais kuhakikisha kwamba tunafikisha hiyo idadi panapowezekana. Kwa majina ni Donasian Makoi, kamanda na mkuu wa hifadhi ya Mpanga Kipengere. Leo tuko ofisi za mkuu wa mkoa wa Mbeya kusherekea na kuitambulisha tuzo ya mdau wetu kwa maana ya UPL Safari, ambaye ni mdau wa utalii kanda za nyanda za juu kusini, ambaye pia amewekeza katika hifadhi yetu ya Mpanga Kipengere, na pale amewekeza kwenye eneo la cottage, kwa maana ukija malazi ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere utahudumiwa na UPL Safari, lakini pia amewekeza kwenye campsite, kwa maana tented campsite, nako pia ukija utakutana na malazi ya namna hiyo ndani ya hifadhi. Na tuzo hii kwa huyu mdau, kwa maana UPL Safari kupewa hii tuzo na Serengeti Awards kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii, inaonesha ni kwa namna gani
Kwanza amekuwa kinara ama champion wa kuendelea kukuza utalii kwa hii sakiti ya nyanda za juu kusini, ambayo kiukweli bado ndio tunasema inaendelea kukua, bado haijafikia viwango vile kama ilivyo sakiti ya ukanda wa kaskazini mwa Tanzania. Kwa hiyo hii inakuwa ni chachu kwa wadau wengine ambao wanakuwa wanafanya kwenye ukanda wa kaskazini, lakini pia wale ambao wako kwenye ukanda huu wa mikoa ya Njombe, Mbeya, Iringa na maeneo mengine ya huku nyanda za juu kusini. Lakini kingine, kusini kuna nini? Kusini kuna utalii wa kipekee zaidi, na utalii ambao hauwezi kufananishwa na ule utalii ambao unafanyika kwa mikoa ya kaskazini mwa Tanzania. Tukisema namaanisha tuna utalii wa ecotourism ama utalii ekolojia, kwa maana huku tuna utajiri mkubwa sana wa maporomoko ya maji kwa maana ya waterfalls tourism, na kule alikowekeza bwana UPL Safari kwa maana hifadhi ya Mpanga Kipengere ambayo iko chini ya TAWA, kuna hizi waterfalls za kila namna ambazo kwa sasa ziko zaidi ya 100 zenye mvuto wa kipekee kwa mtalii anayetembelea. Kwa hiyo ukitaka pia kuja kuitembelea hifadhi ya Mpanga Kipengere kupitia UPL Safari, utafurahia kupata ile message ya maporomoko ya maji, lakini utafurahia kupata picha za kumbukumbu ya kudumu kupitia kwenye ule muonekano wa hizi waterfalls, ikiwepo Kimani Waterfalls, ile ya Makonoila, Merere na nyingine nyingi. Lakini pia tuna eneo zuri sana la bustani ya dunia ndani ya hifadhi ya Mpanga Kipengere. Hili ni eneo ambalo liko ukanda wa juu wa hifadhi ambalo lina bloom au linachanua maua ya kila rangi kuanzia Novemba mpaka Aprili. Kwa hiyo pia msimu wa sasa wa Februari, kwa maana msimu wa wapendanao, kwenye hii bustani ya dunia ina mvuto wa kipekee kwa wale ambao wataitembelea. Ni bustani ambayo haina joto, haina baridi, iko kwenye hali ya hewa ya katikati, lakini kwa maana ile mandhari yake, ile carpet linavyokuwa linaonekana kwa mtu yote ambaye anakuwa anatembelea, kwa kweli inafurahisha mboni ya macho yako, lakini na nafsi yako kwa wewe ambaye utatutembelea. Kwa hiyo karibuni sana nyanda za juu kusini, tuendelee kukuza vivutio vya nchi yetu na tuendelee kushiriki kwenye hizi tuzo, sisi wadau wa utalii, kuhakikisha Tanzania inajulikana kimataifa na hata kwa Watanzania wenzetu. Asante.